nimeshushwa barabarani usiku saa 2, sina fedha, sina kitu chochote. Nilipokuwa kwenye mkutano, baada ya kuwa nimeshushwa kwenye gari yangu, kwa sababu polisi walipotaka tuongozane, nilimwambia yule bwana ambaye alikuwa kiongozi wa ule msafara wa polisi kwamba niko tayari kwenda hata na gari yangu au mimi mwenyewe. Wakaforce walikuwa tayari, unasikia ukisikiliza zile clip, kuna sehemu walikuwa wanasema vunja kioo. Kuna bwana mrefu hivi anaitwa Peter aliamuru polisi wale wavunje kioo ili wanitolee labda kwenye kioo. Kwa hiyo kila kitu mimi niliacha kwenye gari, wallet and everything. Kwa waliponichukua had nothing, sikuwa na kitu chochote. Kwa wamezunguka na mimi all the time, na walikuwa hawaongei, wako kimya na mimi niko kimya, wanaendesha gari tu, kwa sababu wamesema wanaenda Central. Tumefika Central, wakasema unganisha. Yule wa mbele na kiongozi yule alipigwa picha, mnaweza kumtafuta mkamuuliza. Twende hivi nyoka. Hata yule wa pili ambaye tulikuwa naye Peter, kuna wakati anasema mbona tunavuka Central, akamwambia mimi si ndo naongoza, kaa kimya. Kwa Peter akakaa kimya. Kwa mimi nilikuwa naenda najua labda napelekwa Mabwepande kama wanavyofanya siku zote, au sehemu nyingine wanayojua kwa tukio lolote. Na tukisema tuko tayari kwa haya mambo, tunamaanisha hivyo kwamba tuko tayari kulipa ultimate price kuhakikisha nchi hii inarudi kwenye mikono ya sheria. Kwa sababu kwa mfano, sheria yetu inakataza kumkamata, ule ni utekaji kwa njia zile. Walipaswa waje waniambie wewe uko chini ya ulinzi kwa sababu hii na hii na hii. Sasa mtafute Muliro, tafuta polisi, walinichukua wananipeleka wapi? Lakini pia kama wangekuwa watu wema, kwa nini wasingenipeleka either nyumbani kwangu au kituo cha polisi, waniache pale nipate communication, niite dereva wangu aje kunichukua pale? Walikuwa nazunguka na mimi kufanya nini? Mimi nilikuwa nimeomba lift ya gari ya polisi wazunguke na mimi? Ni watu wangapi wanafanyiwa hivyo alafu wanaonekana hawaonekani? Ni kesi ngapi mmezisikia nyie, watu wamekamatwa, familia inathibitisha kwamba huyu alichukuliwa na polisi, alafu polisi wanakana kabisa? Sasa kama wangenichukua kwenye eneo ambalo hakukuwa na watu, kusingepigwa picha ambayo ilionekana pale kituo cha polisi, unafikiri nini wangesema baadaye? Kwa mimi baada ya pale, kuna gari moja ilisimamika, kwa sababu nilikuwa nimevaa combat hivi na watu ni mtu visible. Kuna mtu akasimama akasema nipande kwenye gari yake, na kwa kweli nikawa tempted. Eliza alinisaidia sana, akaniambia no, usiingie kwenye gari ambayo hujui, Land Cruiser. Hatukuingia, tukachukua bajaji na kulikuwa na foleni. Kwa hiyo nimefika nyumbani kwenye mida ya saa 5 ndio kuja kusema kwamba nilipopata simu ndio nikafanya communication na viongozi wangu. Na unaona chama walikuwa wananitafuta, wakina Brenda walikuwa wameenda Central, wengine waligawanyika wakaenda Mburahati, wengine wamegawanyika wanaenda wapi hapa Oyster Bay kunitafuta, kwa sababu sikuwa na mawasiliano yoyote ya kuambia hawa kwamba mimi nimeachiwa au niko kwenye sehemu fulani. Nilipofika nyumbani ndio nikapata communication ya kuambia watu kwamba wameniachia. Kwa hiyo mazingira yalikuwa hayo, na hata nauli ni kwenda kulipia nyumbani. Jody anasema